Lakini wengi wetu bado hatuhisi ladha ya neema hizi tulizonazo au maisha haya ambayo tunayo hivi sasa. Mtu unamiliki, lakini bado unahisi wewe ni maskini. Unahisi ulichonacho hakitoshi, unahitaji ziada, mpaka unaingia kuchukua vya wengine kwa dhulma, kwa sababu ndani ya nafsi yako unahisi vile ulivyonavyo wewe havikutoshi. Unamiliki Allah alivyokujalia, lakini bado unahisi wewe ni maskini. Una shamba, una mifugo, lakini mashamba yako hayazalishi wala mifugo yako haizalishi. Umri wako unakwenda, kila ukijitathmini unaona kama hakuna kitu ulichokifanya. Unaona kama unatwanga maji kwenye kinu, hakuna athari yoyote katika maisha yako. Una watoto, lakini huoni kheri za watoto wako. Bado unaona wao ni mzigo kwako, na saa nyingine unajuta kwa nini umewapata hata hao watoto. Una mke au mke ana mume, lakini nyumba haina utulivu. Magomvi hayaishi ndani ya nyumba hiyo. Wakati mwingine hata hamjui mnagombania nini, lakini mnagombana. Hakuna utulivu ndani ya nyumba. Ukiulizwa ugomvi gani, huna sababu ya kuelezea. Una elimu ya dini, lakini athari ya elimu yako haionekani. Hukubaliki katika jamii, au matendo yako yanakwenda tofauti na elimu ulionayo. Umepewa nafasi ya uongozi, lakini unachukiwa na wale unaowaongoza. Yote haya, ndugu zangu Waislamu, yanatokana na kasoro moja tu: kosa baraka katika yote haya. Ukikosa baraka katika maisha yako, yote haya utayahisi. Hata ukiliki kiasi gani, bado moyo wako utakuwa ni maskini fakiri, bado utawahusudu na watu wengine, bado utaingia mpaka kwenye dhulma. Kwa sababu gani? Baraka imekosekana katika maisha yako.